Kusema hivi kusimama kwa Eliud Owalo, kusimama kwa Eliud Owalo, Owalo ametangaza, lakini hajaweka kweli ako na seriousness kwa anataka kusimama, ile tu ametangaza. Sasa mimi nasema hivi, William Samoei Ruto ni mtu ambaye amesomea hii siasa katika ukakamavu na anajua nini anafanya. Maana mimi najua wazi. Swali tujaanza kwa swali. Usikasirike. Usiwe kama Makati. Ni just point of correction. Huwezi sema mtu hayuko serious ametangaza na ameresign kazi. Office of the President. Kazi iko na mshahara. Bwana Spika, mimi nataka kuendelea. Huo umeresign kazi, huo hujaresign kazi. Ni wengi huwa wana resign, they are not serious. Huwezi niambia saa hii Eliud Owalo, how do you get the seriousness of somebody? Is Kalonzo serious? Kalonzo is serious. Yes. Is Gachagua serious? Gachagua is not serious. Mimi nasema hivi, Eliud Owalo kusimama, hiyo ni project ya William Samoei Ruto. Swali kwa apostles. Sijaanza, wacha niongee. Don't direct the speaker. Swali from apostles. Ayuya, tuko na wewe. Ayuya, which kind of seriousness ambao unataka Owalo awe nao? Nutuambie mwingine ambaye alitangaza na seriousness. Then now we compare. Mr. Speaker, Eliud Owalo Nyanza, Eliud Owalo Nyanza ni watu wawili tofauti. Tukombea na kina Gladys Wanga na kina Orengo. Eliud Owalo tuliona alijaribu kusimama Nyanza hapo faulu. Baba ndiye alikuwa anamshika mkono. Katika hii hatamu, hata hii nafasi yenye alikuweko, alikriticize Raila Amolo Odinga ndio akaingia kwa serikali ya William Samoei Ruto. Tulijua what happened kwa Eliud Owalo anasema kwa chama gani? Sijajua anatangaza kwa anasema kwa chama gani. Ndio maana anasema is not serious. Hajatangaza anasema kwa chama gani. Wanaodia understand kidogo. The Constitution of the Republic of Kenya has given a mandate to an independent candidate. So if Owalo wants now to vie through independent candidate, do you see Owalo being a serious candidate in Nyanza? According to me, Eliud Owalo ni wale mbunge ambao huwa wanasimama. Na wao ni wamesimamishwa. Je, kama Owalo ametumwa na Ruto? Yes, ndio tunasema. Si faida kwako kama mtu wa Ruto. Ndio hiyo nasema. Kwa nini umpinge? Ndio hiyo na mimi sipingi. Na ni demokrasia, sijapinga. Mimi nasema kusimama kwa Eliud Owalo ni wale ambao huwa wanasimama kuwekwa kwa list, lakini wametumika kama project, na mwenye amemtumia ni William Samoei Ruto, ambapo ni vizuri, si mbaya. Na hiyo ni siasa. Siasa lazima udivide. Ukisha divide ndio unapata solid ambayo utaenda nayo. So mimi nasema hivi, siasa ya 2027 itakuwa ngumu. Na haswa upande wa opposition. Saa hii hata ukiangalia tumembakisha mwaka mmoja na hakuna mwenye anatuambia chenye kinaendelea kwa serikali. Juzi nimeona hapa Gachagua ameweza kuweka tu gungs hapa, wapiga kelele kanisani, walete hapa na pale asema Simeona Kalonzo anatosha. Juzi nimemwona na kaunda suti imemwingia kweli hapa. Kalonzo anatosha, lakini Kalonzo ana lack pesa nyingi sana. Kalonzo upande wa kwenda anategemea huyu Kenyatta. Tunataka mtu asimame kama the late Raila Amolo Odinga, moja kwa moja mundu kwa mundu. Atembea juu na chopa tukiona. Saa hii akianza saa hii mapema, hana pesa Mr. Speaker. Itakuwa ngumu. So mimi najaribu kusema 2027 kama hali ni hii, Eliud Owalo watasimama na watakuja wengi. Hata kule Central watasimama wengi, na wote watakuwa ni project kwa serikali ambayo ni ya William Samoei Ruto. Pape tetea ODM kidogo, wewe ni mwana ODM. Umemaliza ndugu yangu. Dakika moja. Mimi nataka kumaliza nikisema hivi. Chama cha ODM, huwezi niambia wamekutana hapa Kilifi bila Secretary General. Wanasema wanataka kutoa Sifuna watamtoa kwa miradi kwa njia hii. Na Sifuna tumeona juzi wakati wa Oburu Odinga wamekutana na Ida, condition imepeanwa moja tu, protect bwana Sifuna. Na hiyo imetoka kwa nyumba ya nani? Ya Raila Amolo Odinga the late. Na nani alisema? Ida, ambaye ni mama wa chama. Ida ni nani kwa hierarchy ya ODM? Ida ni nani? Na Oburu ni nani kwa hierarchy ya ODM?
Uhuru nani? Uhuru ni party leader kwa interim. Nani amemchagua? Wewe haya yanakuashia nini na wewe uko UDA? Mimi nasema hivi. Pape Joe. Yanakuashia nini wewe uko UDA? Mimi nikimalizia nataka kusema hivi. Mkutano ambao imefanya kulivu hakuna mahali bwana Sifuna anaenda. Chama cha ODM wataretain Sifuna na Usozi mpaka dakika 3. Kwa sababu Haya. ODM Hapa tengeneza kola kidogo, je, leo tuko live. Watu wasione kama hivi kuna majambazi. Weka kola ikae vizuri. Tuko live leo. sisi ni watu wa ODM. Ya kwanza kwa majina ni Mbappe, supporter wa Fadhili Makarani. MP 2027, pende usipende. Haya, narudi kwa mada. Mambo ya Owalo kuna nini? Mambo ya Owalo na sisi watu wa ODM imeleta swali kuu kabisa. Sisi tunajiulizia kama hii mwendo wa 2027 sisi tutakuwa na watu wa UDA, kwa nini Ruto ana plant mall ndani ya Nyanza? Hii inaonyesha ya kwamba plani ya Ruto na Wajaluo si nzuri, kwa sababu hakuna vile utadivide Jaluo alafu unatuambia 2027 tukupigie kura. Itabidi tuanze kuuliza hii mambo. Baba, una habari mwishowe Ruto huenda asihitaji ODM. Ndio mimi nasema, atapora watu. Ndio mimi nasema Owalo, historia ya Owalo iko wazi kabisa. 2013 huyu jamaa alikuwa chief campaign ya Raila Amolo Odinga. Pesa yenye alipewa na Raila Amolo Odinga hata zingine aliweka kwa mfuko. Yeye mwenyewe alisabotage kampeni ya Raila 2013. Inamaanisha aliplay role ya Uhuru kuingia uongozini. Sasa Owalo na sisi watu wa ODM ni kama mafuta na maji, hatuwezi patana. Na mimi namwambia Owalo hivi, kama wewe umekuja kudivide Wajaluo hili mazuri tunataka hapa mbele uzuie, heri uende kabisa. Sisi hatuna haja na wewe, kwa sababu sisi hatutaruhusu hii victory yenye tunataka 2027 uingilie katikati kugawanya, kwa sababu mimi naona Uhuru Kenyatta pande ile anang'ang'ania ODM, anataka ODM igawanyike. Kalonzo pande ile na ila yeye anashauri ida ya kwamba leta Wajaluo ndani ya Wiper. Pande hiyo Uhuru Owalo anatumwa atoe watu agawanye kura. Sasa sisi ndio tunakura kelele. Mimi nasema hivi, ni jukumu ya Oburu Odinga. Hata Gladys Wanga amesema ili tu trust Oburu Odinga lazima weka, lazima bae kiatu kamili, ili tukienda mambo ya kura Oburu must stand firm. Na kama hawezi kustand firm, huyo mzee tutamregesha nyumbani. Mr. Speaker, the member on the floor is very correct. But my question comes, how do you expect a 82-year-old man to stand firm and be still and make an information ambayo itakusaidia wewe ambayo uko 38? Once you have said somebody is correct, once you have said is correct, I don't know why you should add something else. You have said is correct. Hiyo swali ya Lula, To school, Mr. Luna. You have said is correct. hiyo swali ya Lula ni swali nzuri kabisa, lakini the issue of age hiyo haina shida, wazee ndio wana hekima. Mimi kitu namwambia Oburu Odinga, tunataka kuona huyu jamaa in action. Hatuwezi kuwa na kiongozi ya ODM inasambaratika, wewe you have done. Leo Kilifi nimeona resolution ya meeting yao
Hakuna jambo la maana kwamba point and agenda iangaliwe. Pili, waanze kujipanga kuchukua serikali ama kuwa ndani ya serikali. Ni nini? Mkutano gani waliofanya Kilifi? Hawajisikia serikali. Mr. Speaker, nipe dakika tu kidogo. Nieleze hawa watu. Oburu Odinga lazima go back to drawing board. Kuna vitabu Jaramogi aliandika kuhusu pinzani na uongozi wa Kenya. Aende akasome. Angalau waelewe vile ataongoza Wajaluo na Wakenya wengine. Chama ya ODM si chama yenye wewe unazunguka tu na ndege, mara uko Mombasa, mara uko huku. Solution yoyote hauleti. Kama wewe uko unasema kabisa tuende 2027 to support Ruto. Ruto asaweka mtu ndani ya Nyanza. Tena kura inaenda kugawanywa. Wewe kama mzee wa boma unasemaje? Kwa sababu mimi nikiona hapa wale watu wa Mount Kenya wameanza kujipanga. Wanarudi wanakaa lugha moja. Wanaongea lugha moja kwao. Kwao ni wakae nyuma ya Kindiki 2032 wachukue uongozi. Nyinyi watu wa ODM mmejipanga vipi? Ukisikia Joe pande yake, ukisikia Orengo anasema nonsense pande hii. Sasa mimi nauliza watu wa ODM, hapa inafanya Ruto sasa anaanza kujipanga kwa sababu anaanza sasa kuogopa watu wa ODM. Anaona hao watu wameiga tabia ya pande ile, wawana msimamo. Kwa sababu huyu akisema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, na wale wana confuse wananchi. Ni the senior most people ndani ya ODM. Joe mwenyewe amekaa deputy party leader ya Kenya mzima. Yeye anasema ati yeye sasa anataka kutengeneza chama ya Pwani. Kwani deputy party leader alikuwa deputy party leader ya Pwani ama alikuwa ya Kenya mzima? Wewe niambia sisi ya Kenya tutungana tuseme ya kwamba Pesa Marais tuna muda na dakika 25. Apostles hajaongea dakika moja. Mtu amesimama tu hapa. Basi dakika moja. Sasa mimi nasema hivi. Hii mchezo yenye UDA ameanza na sisi si mambo ya kucheka cheka. Lazima tuwe serious, tujipange ndani ya ODM, tuone 2027 kama tutakuwa nyuma ya Ruto. Kama iwezekani tutaenda Kali Ruto anafika chini ya meza. hii mambo ya wale it is too dangerous for Wajaluo na watu wa ODM. Chaka tupe nafasi. Tumeona kina kijana anaitwa Mondi pale ndiye ameongoza St. Charles Changamwe nzima. Wengine Mheshimiwa Spika, jina langu Chaka Tutaisugu Shajumwa. Mimi niko kwa serikali, naongea kama serikali. Kidogo Mr. Speaker, kidogo ilikuwa na shughuli kidogo ndio nimechelewa. Mheshimiwa Speaker, kwanza sisi kama watu wa UDA tumefanya vitu ambavyo hakuna rais yeyote ashayechaguliwa Kenya ashayekufanya. Mheshimiwa Speaker, yale mambo yametendeka Kenya, Mheshimiwa Speaker, ni kwamba saa hii nchi yote, pande zote za dira, wote wanakimbilia kujiunga na serikali. Mheshimiwa Speaker, habari za Walo kutoka itataka urais. Yeye Aisha Jumwa alikuwa katika chama ya UDA, chama ambayo iko strong, ambayo iko imeunda serikali, na kwa sababu ya maneno mengi, matusi na kiburi cha watu wa ODM, tukamtoa kule ayeyushe, tukampeleka pale ili ayeyushe ODM Kilifi. Sasa hivi ukifika Kilifi hakuna ODM, ni Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, kwa dini watu wa ODM wanafanya mikutano Kilifi kwetu kila siku? Ni kwa sababu wanambembeleza Joho. Waliongea wakasema hata bila Joho wanaweza fanya, lakini sasa wameona sasa kitumbua kimeingia mchanga. Wakienda Kilifi hoteli imepata pesa imeingia ndani ya Kilifi. Wewe uone on that angle wanabembeleza watu wa Pwani waongee chama mkono. Na sisi tumejipanga Mheshimiwa Speaker. Ikiwa si Joho Mheshimiwa Speaker, hautaona ODM hapa Pwani tena. Spika, tumeona wabunge wa Pwani wakiongozwa na Aisha Juma. Nataka kutumia neno moja na mtanisamehe. Aisha Juma ni malaya wa kisiasa. Mr. Speaker, Juma amekuwa UDA.
ameenda pa amepatikana kwa mkutano wa ODM. Huyu mwanamke na kiuno anatingizia wanaume wangapi? Mheshimiwa Spika, sijui kama unaweza kuruhusu maswali kama hayo. Mheshimiwa Elfinia Aluda kama huyu utaruhusu kwa ambaye Ashajuma hapa anaita kiongozi wetu. Mimi nikiwa nachangia hapa anaita kiongozi wangu malaya. Tena hakusia kisiasa peke yake. Hii kiuno imetoka wapi? Kisiasa tumeelewa. Na hii kutingisha kiuno ni siasa gani? Mheshimiwa Spika, Ashajuma alisema yeye si bikira. Yeye anaweza kustiri hata wanaume 10. Aliwahi sema kwa mkutano. Mheshimiwa Spika, ni kweli si bikira maana ana watoto. Lakini hii kutungisha kiuno anatingisha mzee wake Mheshimiwa Spika. Alizana operation. Mheshimiwa Spika, wakati mwingine tuache madharau. Sababu sote ni viongozi na sote tunahitajiana. Mheshimiwa Spika, hii ndio maana kama chairman wa ODM Mheshimiwa Lunda anasema kiongozi wetu Aisha Juma ni kio anapigisha kiuno. Wewe unafikiri sisi tunapigia kura? Mheshimiwa Spika, sisi watu wa ODM ndio maana tumependa pa. Na sasa hata kujuze Mheshimiwa Spika, wacha waje watu bembeleze. Lakini sisi na ODM kama ODM sio sisi hatumo Mheshimiwa Spika. Na tumeamua ni waziri. Kisheria waziri haruhusiwi kupiga siasa. Alizai shaka. Ikabidi tuseme ukweli. Kura iliyopita, kura Mombasa 600,000 voters. Kura 200,000, Ruto akapati 100,000 na. Nyinyi mlikataa kupigia Raila kura kwa sababu Sarif hakuwa kwa kambi. Wewe mwenyewe unaongea hisu ya ODM na wewe ulipigia UDA. Sema kweli. Wacha kufuru watu wao kusaidie chaka. Hapo usilaumu chaka. Nishatoa mfano hapo wa Giriama 10. Watatu hawana kadi ya kura. Watatu hawana ID. Wamefika ngapi? 6. Watatu siku ya kura wanaenda nyumbani. Wamerejista wapi? Hapa. Anabaki ngapi? 1. Huyo mmoja alilala kwa mnazi akachelewa. Hao 10 hawakupiga kura. Mheshimiwa Spika, alisi tukija hapa saa zingine ni kana kwamba unaingilia jamii moja kwa moja. Mheshimiwa Spika, sisi tunarudi ya kwamba tuko na kura zetu. Na hii uchaguzi unaokuja ndio utajua jamii hapa iko na kura ngapi Mheshimiwa Spika. Nasikia tu kwenu ya kwamba eti watu sijui wangapi, tuko 100,000 tunakunywa mnazi. Kwani hawa ambao wanaenda na kazi hiyo siku waga ni Wagiriama? Kwa sababu sisi waga tunabaki hapa Mombasa. Na hawa watu ambao wanakaa katika mabaa wakati wa election wakaangalia TV kubwa na simu 3 ambazo zina credit ni Wagiriama pia. Mheshimiwa Spika, kuna vitu tujiulize. Kuna watu hapa sifa nyingi lakini hawana connection Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, tuko hapa kuongea na tutaongea kile kinafaa. Sisi tunasema mtu wetu ambaye atamchaguliwa kama atapeperusha bendera ya ODM awe Joho, jamii ya upande wote tuko ndani. Lakini wakikataa Joho, eti wampe mtu mwingine, hatutaki kujua fadhili za Uduru wale Uduru wala ni waziri atachaguliwa vipi? Mheshimiwa Spika, waziri na wakati wake. Muda ukifika bunge litavunjwa atarudi uwanjani. Tunajipanga na tumepanga, hatutapangwa tena. Mheshimiwa Spika, habari za awali ni kwamba nyinyi watu wa Nyanza, in fact nyinyi watu wa Nyanza ndio mlifanya baba asipate urais. Kwa sababu kama hamjapata kiburi ndio hii. Je, ukipata tutatembea sisi? Tutauliza kitu sisi? Si mtasema serikali, hata kwa nyumbani mtasema sisi serikali. Mnataka mtukojolee. Hatutakubali Mheshimiwa Spika. Na sisemi ni ubaya, kiburi kama tutashukisha Tusaidie Ruto, tuachane na Ruto. Hamusaidii, sasa mnabomoa Mheshimiwa Spika. Ndio tumesema ni Kindiki na Ruto. Ninyi ni others. Na mkipenda bakini, mkipenda nendeni. Tumejipanga Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, tuko hapa kuongea ukweli na tutajipanga na tuendelee Mheshimiwa Spika. Dakika 3 alafu tupasitiri bako sokeno. Dakika 3 anasema Kindiki yao Giriama hawataki urais mpaka 2040 ndio? Haya, hivyo mpaka 2040. Mr. Speaker, mimi na jina yako nani? Tuko ndani ya media. Wewe ni nani? Sijaanza. Alafu naanza twende kazi kwa majina. Mimi kwa majina ni Makato, mfuasi sugu wa Steve Kalonzo Musyoka. Mada ambayo naanza nayo ni moja tu. Naanza na mada ya William Samoei Ruto. Huyu Ruto amebeba upinzani ni kama kuwadharau, amewadharau ni kana kwamba
yeye hatumuelewi ni kitu gani ambacho anaendesha kwa taifa la Kenya. Leo akiwa huko Nyeri, maana yake anazungumza kitu kimoja tu. Anaongea mambo ya Kalonzo miaka 40, Gachagua Wantapa, hata haeleweki. Yeye ni kazi gani anafanya kwa Wakenya? Yeye anafaa asimamie maendeleo ya nchi, achane na watu ambao walikuwa na wanataka hao, achane nao. Yeye tunamwangalia ni kwa sababu gani? Nimkumbushe tu, ni kwa sababu yeye anasahau. Tunajaribu kuona kwa TV Baringo watoto wakisomea chini ya miti. Je, unafaa ulaumu nani kama wewe rais? Wao ndio wanalaumu watu ambao wamekaa miaka 40 kwa serikali. Na haya ya Baringo watu wanasomea chini ya miti. Unafaa ulaumu nani? Ni Kalonzo. Kwa hivyo mimi ningekusii rais, ingilia masuala ya maendeleo ya nchi katika mambo ya upinzani. Ni kwa sababu inaonekana kana kwamba ni kama pia sera hauna. Ungekuwa na sera ungeingilia mambo ya upinzani. Inakuja katika mada hii tunasema ya kina walo. Kuna kitu unaua ninasema ODM wasipokuwa wajanja, inabidi karibu na washauri tu, wasipokuwa wajanja Ruto atawamaliza kisiasa, wataisha. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Ruto amepanda huyu Joe akawaji ODM upande wa bwana anamsukuma adai awe chairman wa party leader wa ODM, na ile hali tunajua hawezi akawa. Ndio sababu iwe ni kisingizio, akimbie asingizie amenyimwa nafasi. Tunamwona Mesemsen Western anamtumia Oparanya alikuwa ni party leader wa ODM, pia anamtumia yeye adai awe chairman wa ODM. Yaani ni visingizio wanajaribu kuleta kwa ODM ndio angawaje ODM. Kwa hivyo mimi ni kuasi wafuasi wa ODM wawe gangari na wamuelewe huyu Ruto ni nani. Wakigawanya ODM ndio raha yako kama mpinzani. Wacha niseme, niapeana example na Awado akisimama leo hii watu wana faida, ni kwa sababu Ruto anategemea watu wale ufuasi wa Raila Amolo Odinga ambapo ni ODM. Ile ndio bila anategemea. Na Ukambani kuna songo pia Ruto, una habari? Hiyo ni yako hiyo sijui. Awado akisimama Nyanza agawanye kura za Nyanza, ni Ruto atapoteza. Sisi tutapoteza. Maana hatujawahi piga hesabu ya Awado, hatumjui. Yeye ataharibia Ruto kura. Lakini Ruto haelewi akisimamisha Joe Mombasa atafaidi nani? Ataharibia upinzani. Maana tumjui. Yeye ataharibia Ruto. Yaani Ruto Okal na Mpape shambulia mtu. Na umekaa hapa Kenya. Mheshimiwa Speaker, tushambuliane, we are debating. Usikimbie kama siku ile. We are debating. Mheshimiwa Makato, siasa huwa kuna sogo. Unaposema mwelewa, unajua ni kama Mheshimiwa Makato, kwa siasa kuna kitu inaitwa strategy. Na tumekuwa na kelele nyingi pale Nyanza. Na huenda, now that is the reason why the office of the president kuna political advisors. Huenda wale political advisors ndio ambiambia Ruto kwamba hii kelele iko Nyanza hii, watu wanataka wakuwe relevant na wewe, waone jinsi vile wanaweza kula kutoka kwako. Because in politics, hata ODM ikiungana na UDA, mpaka Ruto akuwe na mtu wake wa ndani wa UDA pale Nyanza ambaye anaweza mtumia in terms of resources, hata campaigns, pesa ifike kwa ground, yule mtu anamwamini. Sasa huenda Mheshimiwa Ruto anataka kutumia Owalo kama point man wake. And I can give an example. Mliona Malava by election ilivyokuwa inafanyika, Faruk Kibet anamalizia information. Ukiangalia